Mchezo kwa jumla ulikuwa kwanza ni mashindano mazuri kwa sababu timu ndogo zinapata nafasi kucheza na timu kubwa. Tumejifunza vitu vingi. Kama ulivyoona wachezaji wangu ni wadogo, hawajawahi kucheza mashindano makubwa. Wamecheza na timu kubwa kabisa, hii sio level yetu, lakini hawakuwa na uoga kiasi hicho. Kwa hiyo haya inatakiwa yaendelezwe kwa sababu yanatupa nafasi na sisi. Lakini tukizungumzia mchezo wa leo, Yanga hawakuweka kikosi chao chote, lakini wameonyesha mchezo mzuri. Na namshukuru Mwenyezi Mungu, si kwao wala kwetu ambapo tumepata majeruhi. Na sisi vijana wetu wamecheza vizuri kama ambapo tuliwaelekeza. Tulikuwa tunaona tukae nyuma, tuache wacheze kwa sababu tukitaka kupambana nao tuwaweze. mwalimu, ukiachana na wametekeleza kwa 80%. Unajua kwenye mpira huwezi kutekeleza kwa 100%. Kwa 80% kwanza fitness yao umeiona ni nzuri, kwa sababu kama tusingekuwa fit pamoja na kwamba kukaa nyuma bado wangeweza kutufunga. Lakini la pili, mbinu ya ukabaji. Tungekuwa tunafanya makosa mengi wangetufunga kwa faulu. Unaona hawajafunga magoli ya faulu pale mbele. Kwa hiyo wametekeleza kwa 80%. Kupitia mchezo huu, wewe ni mwandishi wa habari, mimi ni coach. Tena coach mwenye uzoefu mkubwa. Sisi hatukutaka kufunga. Sisi tulikuwa tunataka kuzuia iko goli mbili na tosha. Na niliingiza watu kwa ajili ya kukaba. Kwa hiyo wewe ulikuwa unafikiria tucheze tushinde. Unashindaje bali? mchezo kwa jumla ulikuwa kwanza ni mashindano mazuri kwa sababu timu ndogo zinapata nafasi kucheza na timu kubwa. Tumejifunza vitu vingi. Kama ulivyoona wachezaji wangu ni wadogo, hawajawahi kucheza mashindano makubwa. Wamecheza na timu kubwa kabisa, hii sio level yetu, lakini hawakuwa na uoga kiasi hicho. Kwa hiyo haya inatakiwa yaendelezwe kwa sababu yanatupa nafasi na sisi. Lakini tukizungumzia mchezo wa leo, Yanga hawakuweka kikosi chao chote, lakini wameonyesha mchezo mzuri. Na namshukuru Mwenyezi Mungu, si kwao wala kwetu ambapo tumepata majeruhi. Na sisi vijana wetu wamecheza vizuri kama ambapo tuliwaelekeza. Tulikuwa tunaona tukae nyuma, tuache wacheze kwa sababu tukitaka kupambana nao tuwaweze. mwalimu, ukiachana na wametekeleza kwa 80%. Unajua kwenye mpira huwezi kutekeleza kwa 100%. Kwa 80% kwanza fitness yao umeiona ni nzuri, kwa sababu kama tusingekuwa fit pamoja na kwamba kukaa nyuma bado wangeweza kutufunga. Lakini la pili, mbinu ya ukabaji. Tungekuwa tunafanya makosa mengi wangetufunga kwa faulu. Unaona hawajafunga magoli ya faulu pale mbele. Kwa hiyo wametekeleza kwa 80%. kupitia mchezo huu, wewe ni mwandishi wa habari, mimi ni coach. Tena coach mwenye uzoefu mkubwa. Sisi hatukutaka kufunga. Sisi tulikuwa tunataka kuzuia iko goli mbili na tosha. Na niliingiza watu kwa ajili ya kukaba. Kwa hiyo wewe ulikuwa unafikiria tucheze tushinde. Unashindaje bali? Wametekeleza kwa 80%. Unajua kwenye mpira huwezi kutekeleza kwa 100%. Kwa 80% kwanza fitness yao umeiona ni nzuri, kwa sababu kama tusingekuwa fit pamoja na kwamba kukaa nyuma bado wangeweza kutufunga. Lakini la pili, mbinu ya ukabaji. Tungekuwa tunafanya makosa mengi wangetufunga kwa faulu. Unaona hawajafunga magoli ya faulu pale mbele. Kwa hiyo wametekeleza kwa 80%. kupitia mchezo huu, wewe ni mwandishi wa habari, mimi ni coach. Tena coach mwenye uzoefu mkubwa. Sisi hatukutaka kufunga. Sisi tulikuwa tunataka kuzuia iko goli mbili na tosha. Na niliingiza watu kwa ajili ya kukaba. Kwa hiyo wewe ulikuwa unafikiria tucheze tushinde. Unashindaje bali?